Mwanzo sura ya 28. Hivyo Isaka akamwita Yakobo, akambariki, akamwagiza akisema, usioe mwanamke yeyote Mkanaani. Nenda Padan Aramu, nyumbani kwa babu yako Bethueli, ukaoe mmojawapo wa binti za mjomba wako Labani. Mungu mwenye nguvu na akubariki upate wazawa wengi na kuongezeka, ili uwe jamii kubwa ya watu. Akubariki wewe pamoja na wazawa wako kama alivyombariki Abrahamu, upate kuimiliki nchi ambamo unakaa kama mgeni, nchi ambayo Mungu alimpa Abrahamu. Basi Isaka akamtuma Yakobo, naye akaenda Padani Aramu kwa Labani, mwana wa Bethueli Mwaramu, kaka yake Rebeka, mama yao Yakobo na Esau. Esau alitambua kwamba Isaka alikuwa amembariki Yakobo na kumtuma aende kuoa huko Padani Aramu, na yakuwa alipombariki alimkataza asiowe mwanamke Mkanaani. Alitambua pia kuwa Yakobo alimtii mama yake na baba yake. Akaenda Padani Aramu. Basi Esau akafahamu kwamba baba yake hapendezwi na wanawake wa Kanaani. Hivyo, mbali na wale wake zake wengine, Esau akaenda kwa Ishmaeli, mwana wa Abrahamu, akamuoa Mahalathi, binti Ishmaeli, dada yake Nebayothi. Yakobo aliondoka Beersheba akaelekea Harani. Alipofika mahali fulani, akalala hapo kwa sababu jua lilikuwa limetua. Alichukua jiwe moja la mahali hapo, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala. Aliota ndoto, na katika ndoto hiyo aliona ngazi iliyosimamishwa duniani na ncha yake inafika mbinguni. Malaika wa Mungu walikuwa wakipanda na kushuka katika ngazi hiyo. Mwenyezi Mungu alisimama juu ya ngazi hiyo, akamwambia, mimi ndimi Mwenyezi Mungu, Mungu wa Abrahamu baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi unayoilalia nitakupa wewe na wazawa wako. Wazawa wako watakuwa wengi kama mavumbi ya dunia, na milki yao itaenea kila mahali, magharibi, mashariki, kaskazini na kusini. Kwako jamii zote duniani zitabarikiwa. Mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda popote uendapo na kukurudisha katika nchi hii. Sitakuacha mpaka nitakapotimiza ahadi niliyokupa. Ndipo Yakobo akaamka usingizini, akasema, hakika Mwenyezi Mungu yupo mahali hapa, nami sikujua. Yakobo akaogopa na kusema, mahali hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu na lango la mbinguni. Yakobo akaamka asubuhi na mapema, akachukua lile jiwe alilokuwa ameliweka chini ya kichwa chake, akalisimika kama nguzo na kuliweka wakfu kwa kulimiminia mafuta. Akapaita mahali hapo Betheli, lakini jina la awali la mji huo lilikuwa Luzu. Kisha Yakobo akaweka nadhiri akisema, iwapo, Mungu, utakuwa pamoja nami na kunilinda katika safari yangu, ukinipa chakula na mavazi, ili nirudi nyumbani kwa baba yangu salama, basi wewe Mwenyezi Mungu utakuwa ndiwe Mungu wangu. Nalo jiwe hili nililosimika hapa kama nguzo litakuwa nyumba yako Mungu. Nami nitakupa sehemu ya 10 ya vitu vyote utakavyonipa.